Mheshimiwa Mkurugenzi, masuala ya sera, utafiti, tathmini na ufuatiliaji, Naibu Mkurugenzi wa masuala ya organization, uchaguzi na kampeni, Naibu Mkurugenzi wa masuala ya fedha na utawala, wapiganaji wenzangu, maafisa, Naibu Mkuu wa utawala na rasilimali watu, Bi Salma Sharif, na viongozi mbalimbali, maafisa mbalimbali ambao nawaona mpo hapa. Awali ya yote kwanza niwakaribishe sana waheshimiwa waandishi wa habari kwenye makao makuu yetu haya. Karibuni sana. Ninaamini kabisa sasa mmeshafahamu tulipo. Mpo miongoni mwenu ambao mlikuwa mnauliza mko wapi, tuko hapa. Karibuni wakati wowote. Ni imani kubwa sana ya Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA kujenga mahusiano mazuri ya kikazi na vyombo vya habari na waandishi wa habari. Na pengine mna bahati kubwa katika historia ya vyama vya siasa, pengine ni kwa mara ya kwanza chama chetu katika viongozi 6 wa juu, wawili ni waandishi wa habari ambao wamekaa chumba cha habari kwa miaka ya kutosha kabisa. Tunaye makamu mwenyekiti wa chama upande wa bara, Mheshimiwa Devota Minja, ni mwandishi wa habari mwandamizi wa muda mrefu, na mnaye katibu mkuu wa chama hiki ambaye naye sio mwandishi wa habari mkubwa sana, lakini angalau amepita kidogo na yeye, kwa hiyo anajua kidogo vitu vya habari. Kwa hiyo mna faida hiyo, na kwa maana hiyo hatuwezi kuwaangusha, kwa sababu na sisi ndio maisha yetu ya habari tunayafahamu. Kwa hiyo tunajua namna gani ya kujenga, umuhimu wa kujenga mahusiano na nyie pamoja na vyombo vyenu, lakini pia tunajua namna gani ambayo, na tunajipanga, na hilo tumelidhamiria. Mimi na mwenzangu Mheshimiwa Devota tumelidhamiria kwamba wakati wote tutapigania na kusimamia na kutetea haki za waandishi wa habari ikiwemo maslahi yenu. Kwa hiyo tuombeane heri tu, tuombeane heri. Yakifunguka, nafikiri moja kati ya tasnia zitakazokuwa na neema kubwa sana basi ni tasnia ya habari, kwa sababu tunaijua na tunawiwa ya kuona kwamba na sisi fani zetu au fani ambayo tumeishi na kutufikisha hapa tulipo, tunarudisha fadhila, na namna pekee ya kurudisha fadhila na kuifanya tasnia hii basi kuwa na heshima zaidi, heshima yake ipande, maslahi yake yapande. Kwa nataka waandishi wa habari na vyombo vya habari wakiwemo wamiliki wenu wajiamini kabisa kwamba CHAUMMA ina watu ambao wanaamini katika habari, wanaamini katika uhuru wa vyombo vya habari, lakini wanaamini katika maslahi bora ya waandishi wa habari. Kwa hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni lile ambalo tumewaitia leo. Hatuna mambo mengi. Leo tumeitana kwa ajili ya jambo moja tu. Jambo la kwanza au jambo lenyewe ni kwamba tunafungua rasmi milango ya Watanzania wote wenye malengo, wenye shabaha, wenye nia, wenye dhamira, wenye ndoto, wenye maono ya kugombea ubunge, ya kugombea udiwani, ya kugombea uwakilishi kule Zanzibar, kwa upande wa Zanzibar. Kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, sasa milango inafunguliwa rasmi. Fomu zitaanza kuchukuliwa kuanzia kesho tarehe 1 Julai 2025 kuanzia saa 2:30 asubuhi. Fomu zetu zitapatikana kwenye maeneo mbalimbali ya ofisi za chama chetu, iwe ngazi ya jimbo, iwe ngazi ya mkoa, ama iwe ngazi ya taifa. Na kwa taifa manake tuna ofisi kubwa 2. Tuna ofisi hii ya makao makuu ambayo iko Dar es Salaam, eneo hili la Kinondoni, block 41, mtaa wa Kumbukumbu. Lakini pia tuna ofisi kuu ya chama Zanzibar ambayo iko eneo la Mpendae, nako pale watu wanaweza wakachukua fomu. Kwa tunawaomba wanachama wetu
tunawaomba hata wale ambao kwa sasa sio wanachama wetu, lakini wana mipango hiyo au wana dhamira hiyo ya kugombea ubunge na udiwani kupitia Chauma. Sasa ni wakati sahihi wa wao kujiandaa, kuchukua fomu, kuhakikisha kwamba wanazijaza kwa ukamilifu na wanazirejesha kwa utaratibu ambao chama kimeuweka. Ni imani yetu kwamba watu wengi walikuwa wanaisubiri hii tarehe. Nimekuwa nikipokea simu nyingi mimi binafsi, viongozi wenzangu wamekuwa wakipokea simu nyingi, lini mnafungua milango? Kwa sababu ni dhahiri kwamba Chauma inaonekana wazi kuwa ndio kimbilio la Watanzania kwa sasa. Chauma ni dhahiri inaonekana sasa ndio sauti mbadala ya Watanzania wa makundi yote, wawe wakulima, wawe wafugaji, wawe wafanyabiashara, watumishi wa umma, watumishi wa sekta binafsi, wavuvi, wadau wa sekta binafsi, wajasiriamali wadogo wadogo na wakubwa, wawekezaji wadogo wadogo na wakubwa. Watu wameiona na wameitambua Chauma, wanaanza kuyaona maono yetu, nini tunachokisimamia, nini tunachokiamini, na kiu ya Watanzania ya kuhakikisha kwamba joto la mageuzi katika nchi hii, kutafuta mabadiliko halidorori, watu wameona. Na sisi tumejipanga kweli kweli, tumejipanga kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba tunasimamia sauti ya Watanzania, tunasimamia matakwa ya Watanzania, tunasimamia mahitaji ya Watanzania. Tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwakilishi wa kutosha katika halmashauri zetu, tukasimamie masuala ya ardhi, tukasimamie masuala ya huduma za kijamii, afya, elimu, miundombinu vijijini, iwe ya nishati, iwe ya barabara, iwe ni miundombinu ya umwagiliaji. Tumejipanga kwenda kusimamia maendeleo na ukuaji wa familia, masuala ya malezi, masuala ya makuzi. Tumejipanga kwenda kusimamia uwekezwaji katika miradi inayoleta tija kwenye ngazi ya halmashauri. Tumekusudia kwenda kusimamia kwenye halmashauri zetu mapato na matumizi, udhibiti wa fedha kwenye halmashauri zetu. Kwa tumejipanga kwenye ngazi ya halmashauri kuwa na wawakilishi thabiti, imara, ambao dhamira zao zitawatuma kwenda kuyasimamia maslahi mapana ya Watanzania. Lakini vile vile tumejipanga kwenye suala zima la Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwenda kusimamia maendeleo ya Zanzibar katika masuala ya kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa na sera thabiti za kiuchumi na kijamii katika kuistawisha na kuikuza Zanzibar. Lakini tumejipanga vile vile kuwa na wakilishi madhubuti kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kuisimamia serikali, biashara ya kwamba sheria zisizokuwa na tija kwa Watanzania, biashara ya kutunga sera kwa ushabiki, biashara ya kwenda kutengeneza mifumo ya nchi ambayo haileti tija. Hayo ni mambo ambayo tumejidhatiti nayo kwenda kuyasimamia kwenye kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini halikadhalika tumejipanga katika kuongoza nchi hii. Tumejipanga kabisa kwenda kuongoza nchi hii, kwenda kusimamia taswira ya nchi yetu, kwenda kusimamia maslahi mapana ya nchi yetu kwenye mahusiano ya kikanda, kwenye mahusiano ya kimataifa, kwenda kujenga diplomasia thabiti inayoleta hadhi zaidi kwa taifa letu, inayotujengea heshima zaidi nchi yetu, inayotoa uhuru wa Watanzania kujumuika na wengine duniani, na inayotoa fursa na walio duniani kuja kujumuika na Watanzania. Lakini pia kwenda kujenga diplomasia inayoipa nafasi Tanzania kuwa mshirika muhimu kwenye masuala yote ya kimataifa. Kwa sasa tuna masuala ya sera za kimataifa, tunataka twende tukazisimamie. Tuna masuala ya usalama katika masuala ya kimataifa, tuna masuala ya mahusiano ya kikanda na kimataifa, tuna migogoro mbalimbali, tuna masuala ya kiuchumi, tuna masuala mengine ya kiulimwengu kama mazingira, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kama chama tumejipanga
kwenye ngazi ya taifa kwenda kuiongoza na kwenda kuiunda na kuiongoza serikali katika namna ambayo Tanzania itakuwa mshirika muhimu katika masuala ya kimataifa. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kabisa kwamba wale wote walio tayari, waliokuwa wanatutafuta kwenye simu, waliokuwa wanatafuta kwenye message, waliokuwa wanatuuliza tunapopita kwenye ziara zetu huko, kwenye shughuli zetu mbalimbali, sasa wakati umefika wajitokeze, wachukue fomu za Chauma, wazijaze kwa ukamilifu wake, wafuate taratibu. Na tunawaomba sana watu wetu wanaokwenda kuchukua fomu hizi wahakikishe kwamba wanalinda misingi ya Chauma. Wanalinda misingi ya Chauma. Wale wote wanaokwenda kutafuta fursa ya kuteuliwa na chama hiki kugombea nafasi za uwakilishi, wahakikishe wanailinda na kuitunza misingi ya Chauma. Hatutegemei vurugu, hatutegemei migogoro, hatutegemei mambo yasiyokuwa na tija na yasiyokubalika ikiwemo rushwa. Hatutoogopa wakati wowote kumtangaza anayejihusisha na vitendo vya rushwa na kumkataa kwenye chama chetu. Hilo hatutoogopa. Kwa hiyo wote wanaokusudia kupitia Chauma, kwanza wajiangalie wao kwamba ni wasafi, na usafi wao waudhihirishe wakati wote wa mchakato huu wa kuhakikisha kwamba wanaelekea kuteuliwa na baadaye wanaelekea kugombea, na kisha kwa ridhaa ya Watanzania kwenye maeneo watakayokuwa wanagombea wanakuwa viongozi safi. Kwa hiyo milango sasa iko wazi. Tuliwaeleza Watanzania kwamba hatuendi kushiriki uchaguzi kiwepesi. Tunakwenda kushiriki uchaguzi huu kwa kishindo kikubwa, kwa sababu tunayo dhamira hiyo, tunayo maono hayo, tunao uwezo huo, tunazo sababu za kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya Tanzania. Tutahakikisha kabisa kwamba tunakwenda kutumia talanta zote ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia, kudura zote ambazo Mwenyezi Mungu anatuelekeza kwetu, maono yote ambayo Mwenyezi Mungu anatujalia, tukawapiganie Watanzania, tukawatetee Watanzania. Kazi hiyo tumeifanya sio leo, tumeifanya kwa muda mrefu, na tunatamani iendelee na itoe tija zaidi, kwa sababu ndiyo lengo la uwepo wetu Chauma. Kwa hiyo hatuendi kwa utani, tunakwenda tukimaanisha kwa udhati kabisa na kwa unyeti wa swala lenyewe la ushiriki wa uchaguzi. Kwa hiyo tunazo fomu kadhaa, kila nafasi ina fomu yake. Fomu namba 3D1 ni fomu ya mtu anayeomba udiwani ndani ya chama kwa upande ya wale wanaotaka udiwani. Ni fomu namba 3D namba 1 ambayo tutaomba ijazwe. Ina taarifa binafsi za mgombea, ina maelezo ya kwa nini anataka nafasi hiyo, lakini pia ina kipengele cha kwenda kutafuta wadhamini kwenye kata anayogombea, na fomu hiki ni kipengele cha orodha. Sasa kwenye nafasi ya udhamini, kama unataka kutuonesha kwamba wewe una waunguaji mkubwa wengi, unaruhusiwa kuongeza fomu hii kwa kutengeneza extension annex. Kuna wengine wanataka kuonesha kwamba mimi nimeumaliza uchaguzi hapa, unaruhusiwa, lakini kurasa nyingine zote huruhusiwi kuzibadilisha. Kwa hii ni fomu ya udiwani bara. Tunayo fomu namba 3D nambari 2. Hii ni ya udiwani Zanzibar. Ina maelezo na kuakisi mazingira ya Zanzibar, na yenyewe ni hivyo kurasa zote huruhusiwi kuzigusa wala kuzibadilisha, ila ukurasa wa wadhamini, kama na wewe unataka kutuonesha mbwembwe, hii unaruhusiwa kuibadili, kwa sababu sisi tumeweka idadi, tumekuwekea kwa mujibu wa idadi ya wadhamini ambako chama imeweka. Lakini wewe kama unataka kutuonesha kwamba ni umeshamaliza uchaguzi kwenye eneo hilo, ruksa, lakini usibadili karatasi nyingine zaidi ya karatasi hiyo. Tunayo fomu ya wanaoomba ujumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ambao ni fomu nambari 3F2, na yenyewe kama ilivyo kidogo imeshiba kidogo tofauti na udiwani kwa sababu ya unyeti wa nafasi yenyewe. Kwa hiyo hivyo kuna maelezo binafsi utatujazia kwa nini unataka nafasi hiyo, nini maono yako, nini uzoefu wako na kadhalika. Na pia kuna eneo la wadhamini. Unaona hapa kwenye eneo la wadhamini kwenye Baraza la Wawakilishi karatasi ziko 2. Kwenye udiwani iko 1.
kutokana na idadi zilizotaka. Kwa hiyo wewe kama unataka kutuonesha kwenye jimbo lako kule uko vizuri, unataka kuongeza idadi, ni ruksa, lakini utaziambatanisha. Mgombea au yoyote mwenye dhamira hatakiwi kuipangua fomu. Kama unataka kuongeza karatasi kwa namna yoyote, utaziongezea mbele yake. Usiipangue hii kwa kuipanga upya wewe mwenyewe. Iache hivi hivi, karatasi zote za nyongeza utazibania nyuma yake. Kwa hiyo na wao wanaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini pia tuna fomu nambari 3F1 ambayo yenyewe ni ya kugombea ubunge kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hii ndo nafasi ya kugombea ubunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yenyewe imeshiba kidogo, hivyo hivyo ina maelezo yako binafsi, uzoefu wako, elimu yako, maono na malengo yako, kwa nini unataka chama kikuteue kuwa mgombea, na pia ina uthibitisho ama udhamini, na yenyewe ina form, ina karatasi 2 za udhamini. Kama unataka kutuonyesha ujemedari wako, sio dhambi, ziongeze fomu hizi, nenda katoe kopi, ongeza fomu hizi na uweze kuambatanisha. Lakini pia tunayo fomu nambari 3D3 ambayo hii ni ya udiwani viti maalum ndani ya chama. Udiwani wa viti maalum ndani ya chama haina tofauti kubwa sana na fomu ya udiwani, lakini pia ina kugombea viti maalum ndani ya chama ambayo ni fomu nambari 3F3. Hii ni fomu ya kuomba kugombea udiwani wa viti maalum. Sasa kwa nafasi ya udiwani wa viti maalum, thamani ya fomu ni shilingi 50,000. Ubunge viti maalum, thamani ya fomu ni shilingi 50,000. Udiwani viti maalum, thamani ya fomu ni shilingi 10,000. Fomu ya kugombea ubunge thamani ni shilingi 50,000. Ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi, thamani ya fomu ni shilingi 50,000. Udiwani Zanzibar, thamani ni shilingi 10,000. Udiwani Bara, thamani ya fomu ni shilingi 10,000. Ukiondoa fomu za udiwani, fomu nyingine zote zinalipiwa kwenye akaunti ya chama makao makuu. Narudia tena, ukiondoa fomu za udiwani, fomu nyingine zote mwanachama anapaswa kulipia kwenye akaunti ya chama ambayo imeambatanishwa ama imeandikwa kwenye fomu husika. Ukichukua ile fomu, hapa juu kuna nambari ya akaunti ya chama ambayo ndio mwanachama anapaswa alipie. Kwa hiyo ujumbe wa Baraza la Wawakilishi, ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ubunge wa viti maalum, zote zinalipiwa kwenye akaunti ya makao makuu. Kwa nafasi ya udiwani, nafasi zote za udiwani, fomu zitalipiwa kwenye ofisi za chama na kwa utaratibu watakaoelekezwa na viongozi wa chama na waratibu wasimamizi wa uchaguzi wa chama ambao tumewateua kwenye kila mkoa. Na nitapenda niwasomee majina ya waratibu wetu wa mkoa, iwapo basi kama mtu angependa kumfahamu au angependa kumtafuta amtafute. Tumeweka utaratibu pamoja na viongozi wa chama kwamba tuna mwenyekiti wa chama wa mkoa, tuna katibu wa chama wa mkoa, lakini kwa jambo hili maalum chama kimeona ni vema kikatengeneza ama kikaunda waratibu wasimamizi wa uchaguzi na kampeni wa ndani ya chama. Kwa kila mkoa tumeteua, na watu wote hawa tumeshakaa nao, tumeshawapatia mafunzo ya kutosha ya namna ya kwenda kuratibu masuala yote yanayohusu uchaguzi mkuu kwenye ngazi ya mkoa. Sasa hivi tunajiandaa kuwatangaza kupitia wale waratibu wa mikoa, watakwenda kuwatangaza waratibu wasaidizi kwenye kila wilaya. Kwa kwenye kila wilaya tutakuwa na mratibu msaidizi
anayemsaidia yule mratibu wa mkoa. Yote hii kwa nini tumefanya hivi? Ili kuondoa ukiritimba wa mawasiliano na kufikiwa na huduma za kiuchaguzi za ndani ya chama. Ukisema utegemee tu viongozi wa chama, mathalan katibu wa mkoa atakuwa na majukumu mengi sana tunayoendelea nayo. Nafikiri mnaona tumekuwa na shughuli nyingi sana ambazo zinamhitaji katibu wa mkoa kuzisimamia, pamoja na safu za viongozi. Lakini pia tuna wakati mwingine masuala ya kiuchaguzi yana upekee wake. Yanahitaji watu ambao wana uzoefu na wana ujuzi kwenye kusimamia masuala ya kiuchaguzi. Inawezekana kweli tulikuwa tuna katibu wa mkoa mathalan, lakini tumemwona ana uwezo wa kuwa katibu wa mkoa, kukisimamia chama, kukisogeza chama. Lakini unapokuja swala la uchaguzi ni jambo kidogo linahitaji ujuzi wa ziada, pengine uzoefu. Ndio sababu iliyotufanya tukaona kabisa tuunde au tutengeneze waratibu wa uchaguzi na kampeni kwenye kila mkoa na waratibu wasaidizi wa uchaguzi na wa kampeni kwenye kila ngazi ya wilaya. Kwa tumeshakaa nao. Na hiki ndio kile kimya, hata waandishi mlikuwa mnatuuliza vipi jamani? Mbona Chauma mko kimya? Tulivyomaliza awamu ya kwanza, tumekuwa na mambo mengi yanayoendelea ya kukiandaa chama kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa sasa tusingeendelea sasa tuko kwenye operation huku bado katika kipindi hiki cha mapumziko tuliojipa ya wiki 2. Sisi tunataka tujipe wiki 2, lakini kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu nadhani tutakwenda wiki 3. Tumekuwa na mambo hayo. Tumeandaa waratibu hao kwa mfano wa uchaguzi ambao tumeshakaa nao, tumeshawapatia mafunzo, tumeshawatawanya kwenye mikoa yao. Tumeendelea na zoezi la kuwa na waratibu wasaidizi wa wilaya ambao tayari tumeshawaandaa kwenye kila ngazi ya wilaya. Mafunzo yanaanza wakati wote kuanzia kesho kutwa. Lakini tumekuwa na kazi ya kuandaa ilani ya uchaguzi ambao ndio inaendelea. Ilani ya chama hivi ninavyozungumza inaendelea kuandikwa. Lakini kuna masuala mengine ya kiorganization ya chama kwa ajili ya uchaguzi. Kwa haya ndio mambo yaliyotufanya tujipe mapumziko ya wiki 2 baada ya tusionekane tu huko mikoani. Lakini ni wiki 2 hizo tunazitumia kufanya mambo hayo, na tulikuwa tuna matukio mengine kama ambavyo mnayaona yanaendelea maeneo mbalimbali. Baada ya hapo sasa tutarejea kwa kishindo tena kwenye awamu ya 2 ya Operation Chauma for Change. Tutawaeleza siku sio nyingi, tutawatangazia awamu ya 2 ya Operation Chauma for Change. Kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kupanga, kuna wakati wa kutekeleza, kuna wakati wa kusikiliza, kuna wakati wa kusema. Sasa sisi tuko kwenye wakati wa kupanga, lakini tumefurahi kumbe watu wametumisi. Na tunawahakikishia Watanzania tutarudi kwa kishindo tena muweze kwenda kutusikiliza. Kwa hiyo ni kupitia nyinyi waandishi wa habari ningependa kutaja waratibu wa usimamizi wa kampeni na uchaguzi wa Chauma kwenye kila ngazi ya mkoa. Mkoa wa Dar es Salaam yuko ndugu Herman Kiloloma, nambari yake ya simu ni 0757473626. Mkoa wa Mwanza ni ndugu Nzegenuka Marco, nambari yake ya simu ni 0766708047. Mkoa wa Tabora ni ndugu Msabaha Kambambovu, nambari yake ni 0682159892. Mkoa wa Morogoro ni ndugu Elezius Rwegasira, nambari yake ya simu ni 0787771805. Mkoa wa Dodoma ni ndugu Idi Kizota, nambari yake ya simu ni 0787303015. Mkoa wa Kagera ni ndugu Desdeli Kalokola, nambari yake ya simu ni 0784606054. Mkoa wa Geita ni ndugu Abdalla Ali, nambari yake ya simu ni 0611868852. Mkoa wa Tanga kuna watu wawili, ndugu Zainab Ashraf, nambari yake ya simu ni 0717174776, na ndugu Juma Omari, nambari yake ya simu ni 0676302019. Mkoa wa Kigoma ni ndugu Kedimas Mayani, nambari yake ya simu ni 065526
9938. Mkoa wa Mara ni ndugu Angela Derrick, nambari yake ya simu ni 0629581312. Mkoa wa Arusha ni ndugu Jacqueline Kimambo, nambari yake ya simu ni 0755155133. Mkoa wa Mbeya ni ndugu Brian Mwakaluka, nambari yake ya simu. Mkoa wa Shinyanga ni ndugu Samson Vuga, nambari yake ya simu ni 0752065216. Mkoa wa Simiyu ni ndugu Kwandu Seni, nambari yake ya simu ni 0763050257. Mkoa wa Pwani ni ndugu Winston Linkson, nambari yake ya simu ni 0629888075. Mkoa wa Singida ni ndugu Apolinari Kulaya, nambari yake ya simu ni 0755317004. Mkoa wa Kilimanjaro ni ndugu Basil Lema, nambari yake ya simu ni 0622227777. Mkoa wa Ruvuma ni ndugu Nyenje Abasi, nambari yake ya simu ni 0673124827. Mkoa wa Mtwara ni ndugu Abu Mrope, nambari yake ya simu ni 0620127638. Mkoa wa Rukwa ni ndugu Robert Edwin, nambari yake ya simu ni 0623888385. Mkoa wa Songwe ni ndugu Michael Mwamlima, nambari yake ya simu ni 0755801901. Mkoa wa Lindi ni ndugu Martin David, nambari yake ya simu 0622980880. Mkoa wa Iringa ni ndugu Vitus Nkuna, nambari yake ya simu ni 0769806815. Mkoa wa Katavi ni ndugu Erasto Wegelo, nambari yake ya simu 0627247380. Na mkoa wa Njombe ni Patrick Njulumi, nambari yake ya simu ni 0747334848. Hao ni waratibu kwa mikoa ya Tanzania bara. Kwa upande wa Zanzibar tumegawa maeneo mawili. Kwa upande wa Unguja, msimamizi wa Unguja ambaye atasimamia mikoa mitatu, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja na mkoa Mjini Magharibi, ni ndugu Haji Abedi, nambari yake ya simu ni 0774133993. Na kwa mkoa wa Pemba, kwa maana ya kisiwa cha Pemba, kwa maana mikoa ya Kaskazini Pemba na mikoa ya Kusini Pemba itasimamiwa na ndugu Habibu Ali, ambaye nambari yake ya simu ni 0773958437. Kwa hiyo tumefanya hivyo kama ambavyo nimeeleza, kurahisisha mawasiliano, kuwaweka wagombea wetu na watiania wetu na washabiki wetu kupata taarifa kwa usahihi. Lakini juu ya hapo, manake pia tumezigawa kanda na tutawatangazia siku chache zijazo kwamba kuna msimamizi wa ngazi ya kanda ambaye yeye ndiye atakayekuwa in charge wa ile kanda, na yeye ndiye atakayekuwa na mahusiano ya kila siku na mawasiliano ya kila siku na Secretariat ya Taifa kwenye eneo la usimamizi wa uchaguzi. Kwa waheshimiwa waandishi wa habari, ninawashukuru sana, ninawaomba sana. Ni imani yangu kwamba tutapeana ushirikiano wa kutosha. Sasa kuna jambo la ziada kwa wale wote maalum, iwe udiwani, iwe ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iwe uwakilishi, baraza la wakilishi. Kigezo ambacho kimojawapo kabla ya kufikia huko juu kwenye viti maalum ni kwamba kama unakusudia kuomba nafasi ya udiwani viti maalum, lazima uanze kugombea kata.
Tafsiri yake ni nini? Utapaswa ugombee nafasi zote mbili, udiwani wa kata na udiwani wa viti maalum. Kama unagombea jimbo, viti maalum, manake lazima ugombee na jimbo. Tafsiri yake ni nini? Utalazimika kugombea nafasi zote mbili, manake utagombea jimbo na utagombea viti maalum. Kwa tafsiri nyingine, ili chama hiki kikufikirie kukuteua kwenye udiwani wa viti maalum au ubunge wa viti maalum, pamoja na sifa na vigezo vingine tutakavyovitangaza, lazima uwe umetoka kwenye kapu la kugombea udiwani ama ubunge. Nafikiri waandishi habari tumeelewana. Ili chama kikufikirie, Chauma kikufikirie, ama ili uqualify, ufuzu kuingia orodha ya wanaokusudia kuteuliwa kuwa diwani wa viti maalum au mbunge wa kiti maalum au mwakilishi wa kiti maalum, lazima uwe umetokana kwenye kapu la walioomba na kugombea udiwani. Tafsiri yake ni kwamba ukiupata ubunge wa jimbo, manake ndio umeshaupata. Manake kwenye ubunge wa viti maalum hautokuwepo tena. Ukiupata udiwani wa kata, manake ni kwamba udiwani wa viti maalum basi wewe umeshausamehe. Lakini ukiukosa udiwani uliogombea kwenye kata, ndio sifa kuu ya wewe kuingia kwenye orodha ya wanaoomba kuteuliwa na chama kuwa madiwani wa viti maalum. Ukiukosa ubunge uliogombea, ndio kigezo kikuu cha wewe kuingia kwenye orodha ya wanaoomba kuteuliwa na chama kuwa wabunge wa viti maalum. Kwa hiyo wewe kama hujagombea kata, kama hujagombea jimbo, halafu ukasema mimi nasubiri viti maalum, manake umeshapoteza sifa ya kwanza ya msingi kabisa. Manake hutokuwemo kwenye orodha ya chama kitakachowajadili kwa ajili ya kuwateua. Sasa vigezo vingine vya mambo ya viti maalum tunaendelea nayo. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Nimeona hiki kigezo ni kitangulizo, kwa sababu mwingine atasema kwa nini usivimalize vyote? Hapana, vingine ni vya wakati ujao, lakini hiki tusipokitangaza leo, tafsiri yake ni kwamba ukomo wa kuchukua fomu ukipita, mwanamke atakuja atasema hamkutuambia mapema, sikujua. Kwa hivyo vingine vyote havihitaji wakati. Labda uwe ni mtu ambaye umemaanisha kweli kuwa viti maalum, tuje tuseme kwamba kiti maalum lazima iwe mwanamke, alafu seme mimi nilidhamiria kuwa kiti maalum, mngeniambia mapema, mimi ningejibadilisha jinsia. Niko tayari kwa hiyo, kwa sababu nimedhamiria. Sasa tunaamini vigezo vingine vyote havitopitwa na wakati, lakini kigezo mama hiki kitapitwa na wakati tusipowaambia dada zetu na mama zetu mapema, ili wakizingatie kwenye mchakato huu wa uchukuaji na urushaji wa fomu. Kwa hiyo atajaza fomu 2 na atalipia fomu 2. Ya kiti maalum itasubiri mchakato wake wa kiti maalum, ya jimbo au ya kata itashughulikiwa katika utaratibu wa jimbo au kata. Kwa sababu mbona nimejaza moja ndio hiyo? Hapana, fomu ujaze 2 na uzilipie zote 2 na uzijaze kwa ukamilifu zote 2 na ukidhi vigezo kwenye zote 2. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari, ninawashukuru sana. Mungu awabariki. Tunawatakia kila laheri, na sisi tunawaomba mtutakie kila laheri kwenye safari yetu hii. Asanteni sana, asanteni sana. Tunayo, lakini tarehe ya kurudisha tunasubiri pia ratiba ya tume. Kwa sababu ni ukweli ulio wazi na nyinyi ni mashahidi, tumekuwa na kipindi kifupi cha maandalizi. Kwa kadiri tunavyopata muda wa kutosha, ndivyo inatusaidia sisi kwenye mikakati yetu ya kujipanga na kujiandaa. Utakumbuka tumekikuta, of course, chama kilikuwa kina mpango wa uchaguzi, lakini pengine sio kwa uzito na ukubwa huu wa sasa. Kwa tunajaribu kuziangalia zile ratiba kadiri iwezekanavyo zitupe muda wa kutosha wa watu wetu kujiandaa, wanachama wetu kujiandaa, kujipanga. Kwa tutaitangaza tarehe ya kurudisha tukijua zaidi na ratiba ya tume. Hatuna sababu ya kusema kurudisha mwisho kesho, halafu kumbe tume inakuja tuna mwezi mzima wa tume kabla haijawateua. Sasa tuna haraka ya nini?
Sisi tumeelewana eh? Tuna haraka ya nini? Lakini rai yangu kwenye hili, ningewaomba wale wote ambao wako tayari wachukue fomu na kuzirudisha mapema iwezekanavyo. Wale wote ambao wanaweza kuzichukua na kuzirudisha mapema, wachukue na wazirudishe mapema. Si ndio kwa hiyo kama kuna unajua bana, udiwani nao ni maono. Kuna watu sasa baada ya kutangaza hivi ndio wanajifungia vyumbani, wanafunga siku 7, wanafunga siku 14 wapate maono ambalo ni jambo jema kabisa. Wasiwe na haraka sana ya kurudisha, ya kusema wakurudisha form, lakini tutatoa muda wa kutosha kabisa wa kurudisha. Lakini hatutegemei kwamba pengine tutakapokuja kutangaza tarehe ya kurudisha inaweza ikawa muda mfupi sana. Kwa hiyo ndio maana nasema watu wazichukue, wazijaze, hata kama watachelewa kurudisha kidogo, kwa sababu hatuwezi kujua. Tume inaweza ikasema bana mwisho kesho kutwa, wanatangaza kesho kutwa wagombea. Maana yake na sisi tutakuwa tuna siku chache sana watu wetu kurudisha fomu. Si ndio Lakini wakitangaza uteuzi ni mbali kidogo, na sisi naamini watu wetu watakuwa na muda wa kutosha kabisa wa kujiandaa kurudisha fomu. Lakini wito wangu na ushauri wangu ni kwamba watu wachukue na kurudisha mapema kadiri iwezekanavyo. Kuhusu nafasi ya urais, hii nafasi nzito ndugu zangu. Sasa nafasi ya urais kuichanganya tena na diwani, kuichanganya tena na wakilishi na ubunge, hii ina siku yake. Lakini jambo moja kubwa ifahamike, mgombea urais pamoja na yeye kutaka, lakini ni wajibu wa chama kufanya utafiti nani awe mgombea urais. Kwa hiyo sisi wala hatuna haraka nayo. Wewe unaweza kuwa una utamani, lakini ni kazi ya chama kumulika nani anaweza akatusaidia, nani wa Tanzania wanamhitaji, ni kazi ya chama. Kwa hiyo hatuna haraka nayo. Hatuna haraka nayo, tutawatangazia kwa sababu chama bado kinaendelea pia kufanya utafiti. Kwa hiyo tutawatangazia, na kama wapo na wenyewe wakae mguu sawa. Kama una nafasi una ndoto za kugombea urais, tunaamini umeshajipanga mpaka hivi sasa. Hata tukikupa siku 3 unaweza kuja kuichukua na matarumbeta leo ukairudisha kesho na beni, mchezo umekwisha, umeshajipanga. Urais sio kitu ambacho eti mtu mpaka sasa hajajijua, hapana. Inawezekana hujajijua, lakini kama Watanzania wanakuhitaji na ukawaitikia wito wao, basi bado baraka za Mungu zitakujia na kila jambo litakuwa jepesi ndani ya muda mfupi. Kwa hili tusiwe na haraka nalo, tuendelee kukiweka kiporo. Kwa inatosha kabisa. Headlines za kesho, Chauma urais kiporo, mengine yote milango ruksa. Asanteni sana.